la Dodoma Jiji. Kwa hiyo Dodoma tushakula zabibu, kinachofuata ni National Ahli pale visiwani Zanzibar. Ukizungumzia mchezo wa leo uweze kumsahau kumtaja ujio wa Damaro Kamara ambapo alituliza eneo la kati ambapo kipindi cha kwanza alikuwa anaonekana kama vile kulega. Nimeona baadhi ya watu kama vile wanamcrush Damaro Kamara. Na bora umeniuliza hilo swali. Unajua kuna waandishi wa habari Tanzania na wachambuzi wako kwenye ajenda na wamemezeshwa propaganda ya kuwafifisha wachezaji wa Yanga. Yaani hii tusifiche fiche. Kuna mchambuzi sijui ni mwandishi wa habari, huyo jina sitaki kumtaja au nimtaje? Farhani. Kapewa ajenda zake za kufifisha wachezaji wa Yanga. Yaani uwezo ukajiita wewe ni mchambuzi mkubwa, mwandishi wa habari mkubwa kwa andiko aliloandika la Damaro masaa 4 kabla ya mpira wa Yanga wa leo kuanza. Kwa hiyo nikiwaambia ndugu zangu, kuna watu wamebebeshwa ajenda za kuififisha Yanga mitandaoni, mwe mnanielewa. Yaani paragrafu ya kwanza ukisoma, usiposoma paragrafu ya pili unaweza kusema huyu kaamka kuja kumsifia Damaro. Lakini kumbe kamsifia kwa 20%, kampopoa kwa 80%. Hizi ajenda zao tunazijua. Wametumwa kuwatoa wachezaji kwenye concentration. Lakini Yanga ni timu kubwa, wanapocheza sasa hizi sisi ndio master kwa kwenye mambo hayo. Kwa hiyo kurukaruka kwa Marage ndio kuiva kwake. Wao waendelee kuwatoa wachezaji kwenye mchezo, kwenye concentration, lakini wachezaji wetu wako pale pale. Wote waliomkatia tamaa Damaro si bado yuko kwenye kikosi cha Yanga. Mtaendelea kumuona. Si amefunga mechi ya kwanza tu amefunga ligi kuu. Leo ameingia, mmeona kabisa Dodoma Jiji ile mudi yao ya kufika miguuni wakaiacha. Maana walijua kabisa tukifika miguuni uwanjani sasa hizi Yanga wana Damaro. Muda wote anafika miguuni. Kwa hiyo hao wanaendelea kumfifisha Damaro kuona mchezaji wa kawaida. Ni tabia yake ya kucheza rafu, pengine kwenye mechi kubwa anaweza kawakosa. Kwa nini Damaro msimu huu Yanga tumemchukua wanasema anacheza rafu? Msimu jana wote ni mashahidi. Ilikuwa mechi ikiisha Kagoma hajapata kadi, unazitafuta kwa tochi. Kwa nini Kagoma akicheza anasifiwa sifa ya kiungo kufika kupiga viatu? Leo hii Yanga wakiwa na Damaro mwenye asili hiyo hiyo ya kucheza viatu, inaonekana ataikosti timu. Sijui mnanielewa ninavyowaambia watu wanamezeshwa ajenda. Yaani akifanya Yusuf Kagoma mido ya mpira anafika, Simba walifaulu, ana deserve kuanza kabla sio mchezaji gani wa kimataifa. Lakini akifanya au raia wa Damaro unawauma watu wengi. Pengine kuambia huyu Damaro ni ngosha, wanaamua kumchambua atakavyo. Bwana, wachambuzi, waandishi wa habari wanajulikana. Ni wachambuzi wa bahasha, ni wachambuzi ambao wanapewa ajenda na sisi hawezi wakatusumbua. Damaro ni kiungo mzuri. Damaro wakati anacheza Singida hakuna timu ambayo ilikuwa itamani kuwa naye. Leo hii Yanga tumempata, anatokea mtu huko ameshiba zake kiporo anakuja kutuambia Damaro sio mchezaji. Hawa ni watu ambao washazoea. Kama Mayele Fistoni alishaitwa mchezaji wa kawaida. Watu wakaprint mpaka na t-shirt wa kawaida. Leo hii ni top score. Shirikisho top score klabu bingwa mtetezi wa klabu bingwa. Amefika ule National Ahli demand kumtaka dirisha hili dogo. Pyramid wamekaza. Lakini hapa kwenye ligi yetu tulishaambiwa ni mchezaji wa kawaida. Yule Clement Mzize wa Arabu alileta mpaka hela. Tuliambiwa hana level za kucheza Yanga. Utakuja kushangaa Sheikh wa Damaro watu kusema anafika sijui anacheza rafu. Hawa wanaongea ni wafamaji hawaishi kutapatapa. So unaona wao wenyewe kila siku wanasajili. Watu hawaongei. Yanga tungekuwa tunasajili kila siku. Yaani mimi sasa hizi nikiingia Instagram nakuta wametambulisha mchezaji mpya. Tena wameshusha chuma kweli. Chuma gani? Na nimeona nani anaitwa somebody Aura anaitwa Aura. Kuna wachambuzi wanasema eti wakati Pacome yupo Asek Mimosa alikuwa anawekwa benchi na nani? Wakiandika hivyo waulizeni swali moja Skopu. Mtu ambaye anakuambia Aura alikuwa anaanza mbele ya Pacome, muulize huyo Aura ameshaitwa hata kwenye majina 100 ya wachezaji wa Ivory Coast. Alishacheza timu ya taifa ya Ivory Coast hata dakika 2. Pacome Zouzoua huyu wa Yanga Afrika ambao wanasema alikuwa anawekwa benchi na Aura. Pacome alikuwa anaanza anaitwa kwenye kikosi cha Ivory Coast. Wewe Aura mara ya mwisho kuitwa kikosi cha Ivory Coast lini? Sasa hawa ni wafamaji haishi kutapata. Kuna mtu anaitwa mzee wa Jambia. Yeye akiamka ni Aura amemuonea wapi? Namba zake ziko wapi? Sasa ogopa mchambuzi anakuja kumchambua mchezaji kwa chuki, anakuambia alikuwa anaanza, Pacome anakaa benchi. Hajui hata position ya mchezaji. Yule anacheza winga, Pacome alikuwa ni mbadala wa Stefano Aziziki, Asek Mimosa. Sasa kama una nia kuisema Yanga vibaya, njoo na pointi basi za kueleweka. Sio unakuja na pointi ambazo hazina vichwa wala miguu. Wakiwauliza, Pacome alikuwa anaanzia benchi mbele ya Aura sio Eura. Na hisi mimi ni Eura. Aura mmemwonea wapi? Mwambieni majibu tu ni mawili. Sawa, tumekubali Pacome alikuwa anaanzia benchi mbele ya Aura. Lakini Kramo alikuwa anaanza lakini alifeli kwenye hiyo timu ambayo amekuja sasa hizi Aura. Alafu Pacome Zouzoua ni habari nyingine, anaitwa kwenye wachezaji 30 wa Ivory Coast. Yaani unavyowaona wale kina Amadi Diallo, unavyowaona wale wanaitwa kwenye kikosi cha Ivory Coast. Wakisema kuna mtu tumemsahau, ni Pacome Zouzoua na sio Eura. Shukrani sana. Shukrani sana.
mara hapa kati si yupo Damaro akasema ingia Damaro, ingia na Duke, ingia na Okelo. Unaona tayari Yanga ikaanza kuflow. Na hii risiti naomba ndugu waandishi muitunze. Hii Yanga ukifungwa goli 3, narudia tena, toka unashangilia. Unaona leo baada ya Yanga kupanga kikosi chake cha ushindi, Dodoma alikuwa anaomba Mungu mpira uishe ili asije akapigwa 5. Licha ya kufungwa 3, kuna kosa zaidi ya 5 zimetokea. Ile clear chance unamsema goli ola, goli ola. Kwa hiyo Dodoma leo kwanza mimi kama Mchome na wapongeza, wamefanya kazi nzuri. Kufungwa goli 3 na Yanga hii sio kazi rahisi, wamepambana kweli kweli. Laiti kama ingekuwa ni timu yoyote kutoka Kariakoo ziko mbili tu pale Kariakoo, ingekuwa yoyote ya Kariakoo hapa. Ipi tofauti na Yanga sasa? Ipo ya Kariakoo, chapa langu hilo. Mechi hizi kuna kono la nyani. Kiukweli mimi kinachoniumiza moyo zaidi, Yanga anazidi kuimarika, alafu sisi tunazidi kuwa tia maji. Hii kitu inaniuma moyo vibaya mno. Na kama unavyojua siku zinakimbia hivi. Yaani hiyo dabi inakimbia hivi, alafu dabi kila nikiangalia kanuni ya kuahirisha sioni. Leo inazidi kuniuma, naishiwa power. Unamwona Depu, combination inazidi kukubali siku hadi siku hadi siku zinavyoenda, Depu anaenda kuwa bora zaidi. Mechi 2 goli 3 sio kazi rahisi. Afu dirisha dogo, na hata raundi ya kwanza haijaisha. Kuna uwezekano Yanga katimiza mechi 15, Depu ana goli 20, mimi nakwambia. Sawa, ujio wa Depu umebadilisha chochote kwenye eneo la forward pale Yanga? Yeah, of course, kwa sababu nafasi ya ushambuliaji unaona inazidi kuwa hatari. Yaani Yanga Depu ana uhakika wa kutumia nafasi 3, goli 2 au goli 3. Aina ya mshambuliaji kama huyu alikuwepo Fiston Kalala Mahele. Kwa unamwona Mahele amerudi da Young Africans. Kwa sababu Depu anafunga juu, anafunga penalti, anafunga chini. Aina ya mshambuliaji kama huyu ukiwa naye kwenye timu yako unakuwa na confidence ya kucheza mpira kwa uhakika kabisa. Mimi nitoe rai kwa vilabu vya Tanzania, Yanga apewe kombe lake mapema. Bwana, mechi chache. Timu inaenda kuungana hii. Mimi nawaambia tutakuja kudhalilishwa. Kudhalilishwa mapema hivi? Watu wanashusha vyuma huko. Vyuma gani? Vyuma gani? Unaogota wachezaji mtaani. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mchezaji bora huwezi kumpata mtaani hata siku hii. Unataka kuniambia leo Pacome mkataba Yanga ukiisha atakaa wiki 2 mtaani? Ni siku moja tena masaa ashapata timu. Lakini unaenda kusajili mchezaji ana miezi 6 mtaani. Kuna sababu 2 za kuwa yeye mtaani. Kiwango kibovu au ni mgonjwa, majeraha na muandama. Kila klabu ikipiga hodi wambe yule ni injury. Umeelewa? Kwa hiyo huwezi kupata mchezaji mzuri dirisha dogo bila kuvunja mkataba. Ukiona mchezaji anakuja free agent, ujue huyo hamna kitu. Kwa hiyo huwezi kusema unasajili dirisha dogo free agent afu kapambane na Yanga, huyu ni uongo kabisa. Unaona Yanga wachezaji wake anawatoa kwenye vilabu. Dodoma ameweza kipindi cha kwanza. Dodoma kipindi cha kwanza Yanga unamwona Damaro alikuwa hayumo, Duke hayumo, unamwona kabisa Okelo hayupo. Na Yanga ya ushindi inajulikana. Yaani kila timu ina wachezaji wake muhimu. Kiangalia Yanga sasa hivi, hata mtoto mdogo ukimwambia panga kikosi, ukamweka Damaro na Duke nje na kuzaba makofi, anakwambia sio Yanga. Sio Yanga ya ushindi. Damaro na Duke nje. Wale namba 6 na namba 8 wawili wale. Ukaweka nje, anakwambia hiyo sio Yanga ya ushindi. Kwa hiyo unaona Yanga ya ushindi imeingia kipindi cha pili wamescore. Wamebadilisha eneo la ulinzi, nadhani umeona kuna mabadiliko kidogo leo. Kacheza Frank Asiki pamoja na Ibrahim Baka ambaye ametoka kwenye kadi kwenye adhabu. Kuna chochote umekiona cha kitofauti? Mimi nilichokiona zaidi ya dharau kwa Yanga sijaiona, kwa sababu Yanga anafanya dharau. Yaani anaweza kama mechi hii naanza na Jobu na Mwamnyeto freshi, akaanza Jobu na Baka freshi, akaanza Baka na Mwamnyeto freshi, akaanza Asiki. Yaani wachezaji wale kuna uwezekano wakawa wanapiga kura. Anado zile. Unataka huyu na huyu, huyu na huyu, huyu na huyu, atakavyoamua kocha anapanga, kwa sababu wote ni wachezaji wenye viwango bora na ni wachezaji wazuri.